Mzee huyu amefanya mambo mengi na amepata bahati ya kuishi miaka karibu 90. Kuna ushauri mwingi sana umetolewa hapa kumfafanua sana mzee Sarungi. Inawezekana tumefanya makosa makubwa sana ya kuyaeleza haya yote baada ya kifo chake. Pengine enzi za uhai wake angefurahi sana kuona hizi proposals zikibadili jina la Moi na kuwa kwenye jina lake. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hata mimi sijawahi kufikiri, lakini hata nyie mliopata bahati pia kumfahamu kazi zake nzuri sana, bado mkuleta proposal hizi enzi za uhai wake, angeweza kufurahi sana. Sasa kuna tatizo kidogo la watu hawa wakisha fariki, wakati fulani huwa tunaweza tukaongea mambo ya kweli, au wakati fulani tunatafutiza maneno ya kuweza kuyaongea kwenye misiba. Lakini naomba niseme ni muhimu mno, mkipata bahati ya kumfahamu mtu, yafanyeni yaliyo mema enzi za uhai wake, atakwenda akiwa amefarijika sana kwamba ameenziwa. Nimemsikia mama wa Sarungi, mke wake, ule mwendo wa mzee Sarungi kuwa mkweli. Na mimi bahati nzuri nilipokuwa nimekaa pale nilikuwa najiuliza, nani huwa anapima mtu kuwa ni mkweli na mwenye integrity? Ni nani? Hii darubini inayotumia kupima mtu na kuhitimisha huyu ni msafi. Maana yake ni dhahiri kwamba kama macho ya wengi yanasema mzee Sarungi ni msafi, macho yale yako pia ya aina mbili. Yanaweza kuwa yenyewe ni masafi, au yenyewe pia kuwa yana warakini, lakini amemthibitishia kwamba huyu ni msafi zaidi. Mama Sarungi nilimkuta namwambia kiongozi mmoja, yeye hakuniona, akamwambia mzee, tangu anaumwa, tangu muda wote hujawahi kufika hapa, lakini leo hii ndio nakuona hapa. Sasa ukiangalia ni jambo linaloumiza, lakini tukija hapa tukawa na maneno mazuri kwa maisha ya miaka karibu 90 aliyopewa, halafu kwa urafiki na kwa undugu, na hata pale nyumbani hujawahi hata kutembeleana naye wakati wa miaka 3.5 akiwa kwenye wheelchairs. Maana yake leo tunachoweza kukizungumza kinaweza kuwa ni kizuri sana, au kinaweza kuwa ni batili kidogo, kwa sababu hasikii tena aliyoyafanya mambo mema. Bwana pewe sifa sana. Hayo yalikuwa ni ya kwangu. Sasa nazungumza ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi ameguswa sana na msiba huu, na mnakumbuka kwamba wako Dodoma kwenye vikao maalum vya chama, lakini ametuma salamu zake za pole na za rambirambi, na kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nanyi, na hasa katika kipindi chote hiki cha majonzi ya kuondokewa na mzee wetu. Ameahidi kwamba ameendelea kufanya ziara za kutembelea viongozi wa staafu, na wakati kabla au baada ya kutembelea pale kwenye ile nyumba ambayo alikuwepo mzee wetu, angefarijika sana pia kuwa ziara zake zingeweza pia kugusa familia hii. Lakini ameomba pia ni waahidi kwamba atafika nyumbani na kuendelea kutoa pole za dhati kwa kuondokewa na mwanafamilia mwenzetu. Amenitumia pia salamu za rambirambi ambazo nitaziwasilisha kwa familia, lakini naomba nanyi muendelee kuyasoma maneno haya yaliyoandikwa hapa, maneno ya faraja sana. Nihitimishe kwa kusema, wakati amefariki ndugu yetu Mafuru pale kanisani, kanisa la Adventista Sabato pale Magomeni, tulikuwa tumejaa sana watu ambao Mungu ametuinua. Kila mmoja alipokuja alizungumza sana, lakini mimi niliposimama nilisema inatosha, tumesema mno. Sasa tuende kwenye vitendo, tuone, je, mmelithi upendo wake, mmelithi akili zake? Kwa hiyo ndani ya kanisa tukatoa sadaka ya kumwenzi Mafuru, kwa ili sadaka ikamilishe kanisa, na tukatoa si chini ya milioni karibu 150. Sasa hiki ambacho kimezungumzwa na Profesa Muhongo kuhusu namna ya kumwenzi zaidi kwa matendo Profesa, ni jambo moja la heri sana. Na kwa kweli mimi kama mkuu wa mkoa, hili ambalo pia limezungumzwa na kaka yangu Zito Zuberi Kabwe kuhusiana na namna tunavyoweza tukapeleka proposal ya kumwenzi zaidi kwa kulibandika jina lake lisilobadilika, na mimi nitaunga mkono na tutahakikisha kwamba hilo linafika mahali fulani, kwa sababu ni kitu ambacho kinatunza historia. Hata tunaozaliwa leo na kesho, tukifika pale pameandikwa Profesa Philemon Sarungi, itatupa hamu ya kuhoji huyu ni nani.
na ndipo utaambiwa huyu ndio mwanzilishi mkubwa wa maono ya taasisi hii ambayo imekutibu leo, na leo unatembea vizuri, na leo unapumua vizuri, au na leo unafanya jambo hili. Kwa hiyo tukifanya namna hiyo tutakuwa tumefanya jambo ambalo ni zuri sana.